Pemba ni kisiwa kilichopo kaskazini mwa Zanzibar. Kisiwa hiki ni hazina ya utalii katika bahari ya Hindi, kikijivunia mandhari ya kuvutia, fukwe zilizotulia, misitu ya asili na utamaduni wa kipekee uliojaa historia na mila za kale. Pemba ni kisiwa cha amani, ukarimu na uzuri wa asili unaovutia macho na moyo wa mgeni yeyote atakayekanyaga ardhi yake. Ni mahali ambapo utalii wa mazingira, michezo, utamaduni na uwekezaji hukutana na kuifanya Pemba kuwa kitovu muhimu cha fursa za kiutalii na kiuchumi. Kutokana na utajiri huo wa asili na fursa lukuki zilizopo kisiwani Pemba, serikali ya awamu ya 8 chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ilitangaza rasmi mkakati wake wa kuifungua Pemba kiuchumi na kiutalii. Kwa kutekeleza dhamira hiyo ya serikali, Kamisheni ya Utalii Zanzibar iliona ipo haja ya kuandaa matamasha maalum kisiwani Pemba, yajulikanayo kama Pemba Tourisport Cultural Bonanza. Bonanza la mwaka huu likiwa ni la awamu ya 6, limefanyika kwa muda wa siku 4 likihusisha michezo mbalimbali, huku likilenga kuitangaza Pemba kama kituo cha utalii wa michezo na utamaduni, sambamba na kuvutia wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Na hapa kaimu katibu mtendaji wa Kamisheni ya Utalii Zanzibar anaeleza zaidi kuhusu lengo la bonanza hilo. Pemba ni kisiwa chenye rutuba ya kipekee, historia ndefu, urithi mkubwa wa kitamaduni. Kisiwa chetu kimejaliwa kuwa na fukwe safi kwa maana ya white sand beach, mandhari ya kuvutia, misitu ya asili, rasilimali za bahari, pamoja na jamii yenye mshikamano, maadili mema na ukarimu wa hali ya juu. Vivutio hivi vinaifanya Pemba kuwa na nafasi kubwa ya uwekezaji, hali inayochangia moja kwa moja katika kukuza uchumi wa nchi yetu na maendeleo ya kijamii. Na katika muktadha huo ndipo tamasha hili la Pemba Tourisport Bonanza lilianzishwa. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba, Mheshimiwa Rashid Hadid Rashid, anathibitisha dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuifungua Pemba. Dhamira ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ya kuifungua Pemba tunaiona kwa kiasi kubwa na kasi kubwa ambayo wanaifanya. Leo hii ni imani yangu ndugu zetu hawa wa chama cha waendesha baskeli wameona na wameridhika, wameona jinsi Dr. Hussein Mwinyi alivyofanya kazi ya ziada katika kuweka miundombinu ya barabara. Kama hatuna miundombinu bora ya barabara, wasingaliweza wale kufanya mazoezi haya au kufanya bonanza hili la mbio za baskeli. Naomba sana wananchi wa Pemba tuendelee kuwa wakarimu wa kuwakaribisha wageni wetu ambao tayari wanaanza kuingia Pemba kuona maendeleo ya Pemba. Tuna vivutio vingi vya utalii ambavyo vipo. Pamoja na kuzungumzia vivutio vilivyopo Pemba, alisisitiza kuwa utalii si uvunjifu wa maadili. Utalii si uvunjifu wa maadili. Utalii ni jambo jema kabisa. Hata kule mji wa Maka watu wanakwenda kutalii, lakini tunapokwenda kutalii tunakwenda kwa heshima, na hapa watalii wakija wanakuja kwa heshima. Tuwakaribisheni ili waone maadili ya Zanzibar. Naye naibu waziri wa maliasili na utalii Tanzania, Mheshimiwa Hamad Chande, alizungumzia umuhimu wa bonanza hilo. Tamasha hili sio tu kwamba ni burudani ambayo tumekuja kushuhudia hapa leo. Tamasha hili limeonyesha jukwaa maalum la kimkakati linaloongeza kwa vitendo dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Zanzibar kufungua kisiwa cha Pemba kiuchumi, kiutalii na harakati zote ambazo unazijua wewe za kuendeleza maendeleo ya Zanzibar yetu. Pia hakusita kuzungumzia fursa ya utamaduni wetu. Nataka niwaambie, utamaduni wetu tulionao peke yake unatosha kuwa ni utalii na ni kivutio kizuri kabisa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wawekezaji wote wa ndani na nje kuja kuwekeza katika visiwa vyetu,
kwa ajili ya kuendeleza uchumi wetu, lakini pia kukuza ajira za vijana wetu. Ili matamasha haya yafane, yanahitaji kuungwa mkono na wadau mbalimbali. Nasi Al-Fatah TV Online tulizungumza na kamishna msaidizi wa uhifadhi TANAPA Zanzibar ambao wamefadhili bonanza hilo. Kilichotusukuma sisi ni kuboresha mashirikiano. Tangu tumefika hapa, kazi yetu kubwa imekuwa pamoja na kutangaza vivutio vya utalii vinavyopatikana katika hifadhi za taifa na fursa za uwekezaji, lakini pia kuimarisha mashirikiano kati ya serikali lakini pia na wadau binafsi ambao wote wanahusika na shughuli za utalii. Matarajio yetu ni kwamba cha kwanza kabisa ni uelewa. Tunazungumzia uzalendo, watu wanatakiwa waelewe nchi yetu imebarikiwa vivutio vya aina gani. Lakini pili, wapate fursa ya kwenda kuvitembelea na kuvifahamu kwa undani ili wajue thamani ya kuvitunza. Pia aliwasisitiza wananchi kutokuwa na hofu ya kutembelea hifadhi za taifa. Tunawakaribisha sana na tunaambia kwamba gharama ni nafuu kwa Watanzania na kila mtu wa kipato chochote anaweza kutembelea. Kwa hiyo wasiogope wakadhani labda kutembelea hifadhi kuna gharama kubwa. Tunawakaribisha waje wafurahie hifadhi za taifa Tanzania. Na tatu, pia wakatembelee kwa ajili ya kuburudika na kuwekeza ili wageni watakapokuja wengi wa ndani na nje basi waweze kupata experience nzuri ya kile ambacho Tanzania tumejaliwa kuwa nacho kwa maana ya vivutio vya utalii. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha baiskeli Zanzibar, ndugu Muhammad Salim Muhammad, alieleza machache kuhusiana na bonanza hilo. Tathmini yangu kuwa naona kila mwaka bonanza hili linaimarika, kwa sababu tukiona miaka ya nyuma na mwaka huu tunaona kweli kuna mabadiliko makubwa. Changamoto zipo ndogo ndogo ambazo ni za kurekebishika, lakini tunaona kweli bonanza hili lina nia ya kufungua Pemba. Bonanza hili limekuwa ni la utalii, la michezo na utamaduni, na mtalii anapokuja katika nchi, ukiacha vivutio hivyo kama beaches ama jua, anaangalia sana utamaduni, lakini vile vile anaangalia mandhari. Ukiona mandhari ya Pemba, ukiona utamaduni. Kamera ya Al-Fatah TV Online ilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya washiriki wa bonanza. Nina furaha sana kabisa, sana zaidi ya sana. Kuna baadhi ya siku nyingine anatokea watatu, siku nyingine wanne, siku nyingine watano. Leo ndo nimepata nafasi ya kwanza. Hii mara yangu ya tatu kushiriki, na kila mwaka najitahidi kutetea nafasi yangu ya kwanza. Nashukuru Mungu na mwaka huu pia nimeingia nafasi ya kwanza. Nimekimbia kilomita 72. Barabara ilikuwa nzuri, hamna changamoto yoyote. Nashukuru waandaaji, wamekagua njia yao vizuri, kilomita walikuwa wamepima sawa kabisa. Je, wakazi wa Pemba wanalipi la kuzungumza kuhusu bonanza hilo? Jambo hili limenivutia kwa sababu uko nyuma mashindani haya yalikuwa yapo, lakini tu bado utalii kwa vile kwamba ulikuwa haujaingia. Lakini leo nimejisikia vizuri kuona wageni pia wapo na wameshuhudia katika harakati hizi. Kwa hivyo nimeona jambo la busara kabisa. Kwanza nimpe hongera Rais wa Zanzibar. Ukiangalia Zanzibar iliyopita, basi kwa sasa hivi Zanzibar imekuwa mpya. Huu mchezo mimi nimerisi kwa mababu. Babu wakawachia wazee wetu ndio nasi tunao tuuendeleza. Kwa kweli watazamaji, ni burudani zaidi hata kuliko mchezaji. Kwa sababu mchezaji anapocheza akili yake yote iko kwenye ng'ombe. Kadiri tunavyokwenda tuhamasisha watoto, lakini bado wale watoto ni woga. Na kama serikali mchezo hawakuchukulia kwamba ni mchezo wa asili, basi mchezo kukicha hadi siku unapotea. Bonanza lilipambwa na ratiba yenye mvuto mkubwa wa shughuli mbalimbali kwa siku 4 mfululizo. Siku ya kwanza, washiriki na wananchi walishuhudia mashindano ya ngalawa pamoja na mpira wa miguu wa veterani. Siku ya pili, mashindano ya duathlon yalifanyika yakihusisha mbio za baiskeli, matembezi ya punda na mchezo wa ng'ombe. Siku ya tatu, bonanza liliendelea kwa mashindano ya triathlon yaliyohusisha kuogelea, mbio za baiskeli na kukimbia, yakionyesha uwezo na ushindani wa michezo ya kimataifa kisiwani Pemba. Siku ya 4 na ya mwisho, bonanza lilihitimishwa kwa safari maalum ya kutembelea kisiwa cha Misali. Walipofika walipata nafasi ya kutembelea maeneo mbalimbali ya kisiwa hicho
pamoja na kupewa historia, ikiwa ni sehemu ya kuonesha fursa za uwekezaji zilizopo Pemba. Mkurugenzi mtendaji wa ZIPA ndugu Saleh Saad Mohamed alieleza kuhusu miradi ya uwekezaji iliyosajiliwa katika kisiwa cha Pemba. Hili bonanza lina lengo kubwa la kuhakikisha kwamba tunatunza tamaduni zetu. Bonanza hili lina lengo kuu la kuhakikisha kwamba tunaendelea kumarket na kupromote utalii wa nchini mwetu, lakini zaidi ya hili lina lengo kubwa la kuhakikisha kwamba sisi kama ni wananchi, sisi kama ni raia, sisi kama ni watendaji wa serikali tunafahamu umuhimu wa utalii na tunakuwa mabalozi wazuri wa utalii wetu na wageni ambao wanakuja nchini kwetu. Kwa hivyo kwa hili naomba nichukue fursa hii kuwapongeza sana Kamisheni ya Utalii kwa hili jambo kubwa ambalo wamelifanya. Katika siku hii tukiwa tunaazimisha siku ya uwekezaji ndani ya tamasha hili, nataka mfahamu kwamba jumla ya miradi 148 yenye thamani zaidi ya shilingi milioni 700 ambayo imesajiliwa Zanzibar kwa kipindi hichi. Zaidi ya miradi yenye thamani ya milioni 250 imesajiliwa Pemba na itakuja kufanya kazi zake Pemba ya kuhakikisha kwamba Pemba inafunguka kwa utalii, biashara, lakini vile vile serikali imewekeza kuhakikisha kwamba kisiwa hichi inakifungua kwa miundombinu. Bonanza hilo limekuwa kielelezo cha dhamira ya dhati ya Kamisheni ya Utalii Zanzibar kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuendeleza na kuinua sekta ya utalii, michezo na utamaduni kisiwani Pemba. Kupitia maandalizi bora, ushirikishwaji wa wadau na ubunifu wa hali ya juu, bonanza hili limefanikiwa kuitangaza Pemba kama kituo kikubwa cha utalii wa michezo na uwekezaji, huku likitoa taswira chanya ya fursa zilizopo kisiwani humo. Ni hatua muhimu inayothibitisha kuwa Pemba iko tayari kufunguliwa zaidi kwa dunia chini ya uongozi thabiti na dira madhubuti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Khadija Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.